ndani ya mkoa wetu wa Kaskazini Pemba, Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Kwa heshima kubwa sana nichukue nafasi hii kwa dhati kabisa kuwashukuru viongozi wetu wa kitaifa kwa kuweza kudumisha amani katika kipindi chote cha uongozi wao. Aidha, kwa heshima kubwa sana nichukue nafasi hii kuishukuru kamati yangu ya ulinzi na usalama mkoa, lakini na kamati za ulinzi na usalama wilaya kwa kuweza kusimamia na kuimarisha ulinzi katika kipindi chote hichi cha miaka mitano. Na kama tunavyojua kwamba wananchi wamekuwa ni wadau wakubwa wa kusimamia suala la amani, kwa sababu amani imo ndani ya mikono yao. Aidha, nichukue nafasi hii kuwashukuru waandishi wa habari kwa kipindi chote hichi, wameweza kutoa taarifa mbalimbali za kuhimiza suala zima la amani, lakini pia vipindi mbalimbali ikiwemo kuhakikisha kwamba taarifa ya hali halisi ya mwenendo wa uchaguzi ikiwemo suala zima la amani. Ndugu waandishi wa habari na ndugu wananchi mnao fuatilia na mnaoangalia na mnaotizama, leo ni tarehe 28 mwezi wa 10 2025. Kama tunavyofahamu kwamba leo ni siku ambayo inapigwa kura ya mapema. Kura hii ipo kisheria kama tunavyofahamu, na wahusika maalum ndio ambao wametakiwa kwenda kwenye vituo vya kupiga kura. Nataka niwathibitishie wananchi ambao wako nje ya mkoa wetu huu wa Kaskazini Pemba kwamba hali ya mkoa ni shwari. Hakuna viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani na wananchi wanaendelea na shughuli zao za kawaida. Na kama mlivyokuwa mnakuja huku, wananchi wanaendelea na shughuli zao za kawaida, ikiwemo masuala ya kiuchumi, lakini na wale ambao wanashughulika na kilimo wamekwenda mashambani, na wale wavuvi wamekwenda zao baharini, na wengine mmewaona wanaendelea na shughuli zao za kawaida. Hii ni kuona kwamba amani imetanda ndani ya mkoa wetu wa Kaskazini Pemba. Kesho kama tunavyofahamu ni tarehe 29 mwezi wa 10 ambao wananchi wote wataweza kushiriki kikamilifu kwenda kupiga kura. Na hii ndio siku ya wananchi ambayo tumewekewa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila mwenye sifa ende akapige kura. Niwaombe wananchi na niwaase kwamba suala la uchaguzi ni suala la kisheria na lipo kikatiba. Kila baada ya miaka mitano lazima tufanye uchaguzi. Na kwa Zanzibar tunapiga kura 5: kura ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kura ya Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kura ya mbunge wa Jamhuri wa jimbo ambalo amegombea, lakini pia kura ya mwakilishi ambaye atakwenda kutuwakilisha Baraza la Wawakilishi, na kura ya 5 itakuwa ni ya madiwani wa wadi. Nichukue nafasi hii kuwapongeza wagombea wote, kuanzia wagombea wa kiti cha urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kiti cha urais wa Zanzibar, kiti cha ubunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia na ugombea wa uwakilishi na madiwani, kwa kuweza kufanya kampeni za kistaarabu. Wako baadhi ya wagombea walikuwa wanatoa kauli nzito za kuhatarisha maisha ya watu, lakini pia ya kuweza kutupeleka pabaya. Lakini niwathibitishie waandishi wa habari, tulifanya mikutano ya kuelimisha wananchi majimbo yote 9 na kuzipitia shehia 61 kuelimisha suala zima la kutunza amani, lakini na kujua kwamba suala la uchaguzi lipo kisheria na kila mwenye sifa anatakiwa kwenda kuhakikisha kwamba anatekeleza haki yake ya kikatiba. Kwenye hapa naomba niwaase wananchi, tukifanya hivyo wahakikishe kwamba hakuna kitisho cha aina yoyote wala madhara ya aina yoyote ambayo yanaweza wakajitokeza. Kumekuwa na kauli kwamba kuna askari. Niseme kwamba askari wameweza kufanya kazi katika kipindi chote cha miaka mitano kuweza kulinda amani, na ndio maana kila mtu akawa anaishi atakavyo na anakwenda anapotaka, ili mradi kwamba anatekeleza takwa la kisheria na kikatiba kuhusu suala la kwenda anapotaka. Tukiendelea na sasa
hili ni suala la kitaifa. Kwa hiyo kama ni suala la kitaifa, lazima kuwe na operation, lazima kuhakikisha kwamba ulinzi unaimarishwa. Ni watoe wasiwasi wananchi, wahakikishe kwamba ulinzi huu unawalinda wao na si vinginevyo. Kwa hiyo kama kuna watu ambao wanawashawishi juu ya askari wetu hawa, niseme askari wamefanya kazi nzuri kipindi chote cha miaka 5, na ndio maana kila mtu akawa anaendelea na shughuli zake. Wao wanaendelea kulinda amani ndani ya mkoa wetu wa Kaskazini Pemba, ndani ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Nichukue nafasi hii kuwahimiza wananchi wa mkoa wa Kaskazini Pemba wajitokeze kwa wingi kwenda kushiriki kupiga kura. Hapo niseme tu kwamba katika kuimarisha ulinzi huu, hakuna ambaye ataweza kunyanyaswa au kufanywa kitendo chochote kile ambacho ni kinyume na utaratibu au ni kinyume na sheria. Na vijana ni waase kwamba wende wakapige kura, na baada ya kupiga kura warudi nyumbani wakaendelee na shughuli zao za kawaida. Hii inatokana kwamba mara hii tumekuwa na wagombea wa vyama 11 na tutakuwa na mawakala wa vyama 11 katika maeneo yetu. Hivyo hawa ndio ambao watasimama kuwawakilisha wagombea wote ndani ya vyumba vya kupigia kura. Kwa hiyo asitokee kijana au akatokea mtu mwingine yoyote akasema yeye anakuwa ni mlinzi wa kura hizo. Kura hizo tayari mawakala wapo na hakutohitaji mtu mwingine, kwa sababu wale wamepelekwa na tume ya uchaguzi na vyama vimekubali kwamba wale wende wakasimamie kura zao. Tukisema hivyo, tunawaasa wananchi. Kumezoeleka baadhi ya vijana wanapopita askari baadhi yao wanapenda kurusha mawe. Utaratibu kama tunavyojua waandishi wa habari kwamba sisi hatumwangalii nani karusha jiwe, tunaangalia wapi lilipotoka jiwe. Kwa hiyo tumewaasa vijana, kwa sababu hili ni swala ambalo linaweza likaleta suitafahamu katika suala zima la amani, na itakuwa ni moja ya uvunjifu wa amani. Amani hii ipo kwa ajili yao. Wanawaasa wasije wakasubutu au wakaichezea amani tulionayo. Leo kila mtu anafarajika kuona amefungua duka lake, anafarajika kuona anafanya shughuli zake. Wafanyabiashara wanaendelea na biashara zao, jambo ambalo hili halijawahi kutokea katika chaguzi zote zilizopita kuanzia 95 hadi hapa tulipoingia katika mfumo wa vyama vingi. Ni lazima tuwapongeze viongozi wetu, ni lazima tuwapongeze wananchi wote, lakini tuwapongeze na nyinyi waandishi wa habari kwa kuituliza nchi, kwamba hadi sasa taarifa zinazokwenda ni zile ambazo wagombea wetu wanazisema katika virudu. Kwenye hili niseme kama mwenyekiti wa kamati ya usalama mkoa, lakini nikiwa kama mkuu wa mkoa, tuna mpango kazi wa kuhakikisha kwamba amani inatanda ndani ya mkoa wetu wa Kaskazini Pemba. Na tumejiridhisha kwa masaa 24 ya leo asubuhi kila kitu kiko vizuri. Hajafinywa mtu, hajaonewa mtu, hajapigwa mtu. Ndani ya kipindi chote cha miaka 5 tumekwenda kwa usalama na amani. Suala la uchaguzi lisitutoe kwenye engo, kwa sababu uchaguzi huu wanaochaguliwa wameeleza vizuri kwenye kampeni zao. Wananchi sasa mnatakiwa tarehe 29 mwende mkatoe maamuzi, na maamuzi hayo mtakayotoa ndio viongozi ambao watakuja kutusimamia kwa kuendelea na miaka 5 ambayo kwa sasa sisi tumewaona viongozi wetu wamefanya kazi nzuri ya kampeni, wameendelea kampeni zao zile, lakini hakuna mtu ambaye kumetokea jambo lolote ambalo limeweza kuathiri hali moja au nyingine. Na mimi naamini kwamba wananchi wanachokitaka ni maendeleo, kwa sababu kuweko kwa maendeleo haya ndio kumewafanya wananchi waweze kutulia. Tumejipanga vizuri kwa yale maeneo ya bahari, tumeweka vyombo kama likitokea lolote basi vyombo viko vimewekwa, lakini kwa nchi kavu tumejipanga kutakuwa na operation mbalimbali ambazo zitakuwa zinakwenda na kurudi ili kuhakikisha usalama unapatikana. Lengo ni kuhakikisha kwamba kila mwananchi anatumia haki yake kikatiba. Na waandishi wa habari, hili tunaomba
kulirejea, kuhakikisha kwamba tuna amani kubwa ndani ya mkoa wetu wa Kaskazini. Akitokea mtu nafikiria akiwauliza, nyinyi wenyewe mtakuwa mashuhuda. Nyinyi wenyewe mtakuwa mashuhuda. Kwa hiyo niwaombe sana muendelee kuitoa programu hii ambayo tumeieleza ili wananchi wajue, na kama kuna mauzava wafahamu. Manake tunakuwa watu wengine wanakwenda kuwatafuta watu ambao si wasemaji wa eneo hili. Hawatowapa taarifa, watawapa taarifa za interest zao. Kweli si kweli? Lakini tunaowaambia sisi ndio wasimamizi wa hii serikali na ndio wasimamizi wa wananchi. Sisi tuko hapa kuhakikisha kwamba heshima ya wananchi ipo kama ilivyo katika sheria. Na sisi kinayotuelekeza ni sheria namba 8 ya 2014 ya tawala za mikoa, kusimamia wananchi katika maeneo ambayo tumeteuliwa. Kwa hiyo niwahakikishie kwamba hakuna dhara yoyote itakayotokea, na wananchi wa mkoa wa Kaskazini wamesoma siasa kwa sababu ni wanasiasa, na wao ni weledi wa siasa, ni weledi wa demokrasia. Kwa hiyo kama tunavyoona kwamba yote hayo ambayo yamefanyika katika kipindi cha siku 60 za kampeni, watu wanaendelea na shughuli zao bila ya tatizo la aina yote. Kwa hiyo ni waase wananchi, amani hii ambayo wameendeleza leo na kesho tumalize kwa usalama na amani, kwa sababu ndio siku yetu, wasije wakaingia kwenye mtihani wa aina yoyote. Na sisi tunawahimiza kila mwenye sifa ya kupiga kura ende akapige kura, wasikae kwenye vigenge wakakaa nyuma ya vituo. Walinzi wa amani wapo na wanaajiriwa kwa kazi hiyo, lakini tunasisitiza kwamba pia wanaowakilishwa mawakala wa vyama wapo.